الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. Nukta tunayoendelea nayo ambayo insha Allah taala tutaifunga leo, tufungue nyingine, ni nukta ya haki na majukumu kati ya mume na mke. Na yuzi tulizieleza haki za mume kwa mkewe, Diana tukazieleza haki za mke kwa mumewe, na hizo haki ndiyo majukumu. Mara nyingi kutumika neno haki na majukumu kama ikionyesha ni vitu tofauti. Haki ya mume kwa mkewe ni jukumu la mke kwa mumewe, na haki ya mke kwa mumewe ni jukumu la mume kwa mkewe ile ile. Mathalan, tutanena ni haki ya mwanamke kupewa chakula na mumewe. Kwa upande wa pili utanena ni jukumu la mwanamume kumpa mkewe chakula. Kwa hivyo ile ile nafaka waweza kuiangalia ukaiona ni haki ukiiangalia kwa upande wa mwanamke, na ile ile nafaka ukiiangalia kwa upande wa mwanamume utaiita jukumu. Kitu ambacho nitasimama nacho katika masala ya haki na majukumu ambayo nilikiahidi nyuma ni masala ya kazi ya mwanamke katika ndoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani: walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Aya hii ambayo iko katika suratu Tauba ni moja kati ya aya nyingi zinaubuni tasawuri ya Kiislamu kuhusu masala ya mwanamke na mwanamume katika maisha kwa jumla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanamume, amemuumba na mwanamke, na akawabebesha jukumu la kujenga maisha katika ardhi hii. Mwenyezi Mungu aliponena kuambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, kwamba mimi nataka kumuumba, kumjalia katika ardhi hii khalifa. Khalifa ile kwa kadri inavyomtanganya mwanamume ndivyo kwa kadri inavyomtanganya mwanamke. Kwa hivyo mwanamume kama mwanadamu ni khalifa katika ardhi, na mwanamke kama mwanadamu ni khalifa katika ardhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipombebesha mwanadamu mzigo wa amana, kwenye aya alipotuambia inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan, sisi tulionyesha amana kwa mbingu,
kwa ardhi lakini na majabali, mbingu na ardhi na majabali zikakataa kuitukua amana hii. Akaitukua nani? Mwanadamu. Kwa hivyo mwanadamu ni khalifa aliyeangata amana ya nani? Ya Mwenyezi Mungu katika ardhi hii. Mwanadamu huyu ni mwanamume, ni mwanamke. Huu ni mtazamo wa kijumla. Kwa hivyo kwa kadri tunavyomtegemea mwanamume katika haraka za maisha ya kijamii kwa jumla, ndivyo kwa kadri Uislamu unavyomtaka mwanamke pia awe na nafasi yake mbali na nafasi ya nyumbani. Kama wewe mwanamume ukiwa ni kijana nyumbani kwenu, una majukumu kama kijana ndani ya nyumba na una majukumu kama mwanadamu katika hii jamii. Na vile vile binti akiwa kama kijana ndani ya nyumba, ana majukumu ndani ya nyumba kama binti na ana majukumu nje katika maisha kama mwanadamu mwingine. Na kama vile wewe mume unapokuwa umeoa, ndani ya nyumba yako wewe na mkeo una majukumu fulani watakaoyatekeleze, lakini majukumu yale hayakunyimi wala hayakuwasi kutekeleza pia dauri lako katika jamii. Na mwanamke pia kwa kadri ambavyo ana majukumu katika nyumba kama mke, ana na majukumu katika jamii kama mwanadamu. Na ndio hii aya inayotwambia walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Waumini wanaume na waumini wanawake baadhi yao kwa baadhi ni wenye kushikana, yani kwa ibara nyingine ni mbawa mbili ambazo jamii lazima itembee kwenye mbawa mbili hizi. Ikipungua moja kuna punguani, haikuwezi kufaulu. Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah atala Allahu umrahu sharif azungumza katika maneno yake kuhusu mwanamke. Anena kwamba Mungu amemuumba mwanamume na mwanamke, ja'ala Allahu ar-rajula wal mar'a liyabniya al-hayata ma'an, ili wapate kujenga maisha kwa pamoja, washirikiane, ba'dhuhum awliya'u ba'd, waliyatakamala ala imtidadi al-hayat, na wakamilishane katika mawanda ya maisha, kwa sababu mume bila ya mwanamke ni mpungufu na mke bila ya mwanamume ni mpungufu. Si ndani ya nyumba la, hata katika haraka za maisha za jamii. Kiungo kimoja kikipungua hakuna takamu, hakuna kukamilishana. Aendelea anena lidhalika, kwa msingi huu fataha al-islamu lilmar'ati baba al-hayati fi kulli sahati sira. Uislamu umemfungulia mwanamke mlango wa maisha katika nyanja zote za mapambano, kila mahali. Sasa ikiwa katika mapambano ya kijamii, ni mapambano ya kiuchumi, ni mapambano ya kielimu, changamoto zozote zinaoikabili jamii, kielimu, kiuchumi, kisiasa, kimaadili. Leo mfano muhadirati, changamoto hii kama kunavyotakikana mkono wa mwanamume katika jamii, kwatakikana mkono wa mwanamke. Fi kulli sahati sira jamban, maneno yake yaendelea Sayyid Muhammad Hussein, jamban ila jambin ma'a ar-rajul, bega kwa bega pamoja na mwanamume, bega kwa bega, yani sambamba, sio mmoja mbele mmoja nyuma, bega kwa bega. Kwa nini? Liyansuraha wa tansurahu, ili mwanamume amkomboe mwanamke na mwanamke amkomboe mwanamume. Fahuma sharikani fil hayat, wao ni washirika wawili katika haya maisha. Kama biashara nyingine unapokuwa na ushirika na mtu mwingine, kama vile mwanamume ana share yake katika maisha haya na mwanamke pia ana share yake. Huu ndio mtazamo wa Kiislamu wa kijumla kwa ufupi, ambao ni mada haihusiani na sisi. Hatuko kwenye kujadili leo dauri la mwanamke wala nini, lakini nataka kuweka utangulizi kufikia kwenye mada ya mwanamke kufanya kazi. Kimsingi Uislamu una hukumu sampuli mbili. Una ahkam
twaziita ahkam ilzamia, hukumu za lazima, hakuna nafasi ya kutagua. Kama kuswali, ni lazima tuswali 5 salawat kila siku na hatuna khiari. Kama kufunga, zile tunazoziita wajibati kwa mustalahi wa fiqhi, au kuwata pia ni hukumu ilzami ambazo ni haramu. Mwenyezi anatuambia usinwe tembo, kuna tembo ni haramu, ni lazima, hakuna uamuzi. Kisha kuna hukumu wanazuoni waziamkuwa ni ahkamun tarkhisia tarjihia, ni hukumu, ni mapendekezo ya dini, si lazima, ni mapendekezo, ima kufanya ama kuwata. Na hizi ndio zile tunazoziamkuwa sunna na makruhat, lakini hazina ulazima wala ukiukaji wa kikanuni wa kisharia mtu akienda kinyume na hukumu kama hizi. Katika masala ya mwanamke, tukiwa tutamwangalia mwanamke kama mwanamke, kabla ya kumweka mwanamke zaid mama plus mama, ondosha mama, kama tutamtukua mwanamke zaid zauja, yani engeza mke, ondosha hiyo. Nataka tumwangalie mwanamke kwanza kama mwanamke, kabla ya hajawa mama wala hajawa mke. Hakuna pingamizi yoyote katika Uislamu mwanamke kufanya kazi kama mwanamke, kama mwanamke, hakuna pingamizi. Tabani kinena hakuna pingamizi katika mipaka ya kisharia, kama vile mwanamume pia atakikana afanye kazi katika mipaka ya kisharia kwa mujibu wa hukumu zinaomhusu mwanamume na kwa mujibu wa hukumu zinaomhusu mwanamke, ikiwa ni masala ya hijab kwa maana mapana, si hijabu ya vazi tu, khulwa, sikiti faragha, kusiwe ikhtilati zile ambazo Uislamu hazitaki, ama masala marefu tukitaka kuyaeleza kuhusu ikhtilati ama khulwa na nini, sio maada ambayo tuko nayo. Kwa hivyo kimsingi mwanamke aweza kufanya kazi kama mwanamke, bali siwezi kusema aweza. Ikiwa tutayangalia mambo kiupana zaidi, tutaweza kunena ni muhimu mwanamke afanye kazi, kwa sababu sisi tutamwangalia mwanamke kama kiungo cha jamii, na kama kuharikisha siasa za leo za kubuni mabadiliko na kila kitu na uchumi na nini, zataka kuharikisha mikono inaofanya kazi. Kwa sisi tukiwa tuna mujtama ambao iko na idadi ya watu 20,000, tukijalia katika watu 20,000 ile 13,14 wanawake, na tukiwa tutanena wanawake hawatoingia katika kuzalisha uchumi. Kwa hivyo wewe katika hisabu za kiuchumi, wewe una jamii ambayo yazalisha uchumi, tena na wale watu 7,000 tulionao au 6,000 wanaume, si wote wako na kazi. Kwa hivyo utakuja kukuta ni 30% ama 40% ya jamii ndio inaozalisha, alafu 70% yatumia, pamoja na wale wanaozalisha ukiwaitia 100% yatoa. Wambakisha mwanamke kwa lugha za kiuchumi za kieo ni unsur mustahlik, ni chombo chenye kuangamiza mali tu, yani kutumia tu, si unsur muwallid, si kiungo ambacho chaweza kuzaza uchumi katika jamii. Kwa mantiki hii tunaweza kuja kunena kwamba la, kuna haja kusukuma kiungo cha mwanamke kifanye kazi. Ama mustaki nitukue nitoe kwenye mada, lakini mambo marefu sana. Na kitu cha kushangaza ni kwamba pengine sisi tukizungumza mwanamke kufanya kazi, na fikra hizi pia zimekuja kutuingia mpaka sisi wanaume. Leo utaona shababu wetu wengi watuambia sisi hakuna kazi, kwa sababu sisi tuna mafuhumu fulani tumejenga katika kichwa chetu ya kazi, na tumefocus kwamba kazi ni hii, ukitokuwa na hii wewe huna kazi. Yani kazi ni sharti umeketi kwenye meza, kazi ni sharti uende ofisini, kama una shamba hulima, si kazi katika mafuhumu yetu.
Kama una sigri barabarani uzanya mshakiki, katika mafumu yetu si nini? Si kazi. Kwa hivyo nasitaki kwa upande wa wanawake tuzungumze mambo haya kwamba mwanamke tunataka afanye kazi. Ifahamike kwamba kupiga debe kwamba sisi tunataka wanawake wote watoke waende maofisini, la. Kazi, sitaki kurudi pia kwenye kuieleza mafhumu ya kazi katika mustalahati za ilmu iktisadi. Kazi ni nini? Kazi ni mahala popote panapozalisha uchumi. Kwa hivyo mwanamke akiweko ndani ya nyumba ashona kofia kila siku, ni kazi afanya. Na pengine yaweza kuwa income yake ni kubwa kuliko ule atoka nje. Nitawapa mfano leo katika kukosa sisi kupima kazi. Leo angalia banati wetu waweshewe kwenye maduka. Kwa duka la kuzanya kaseti, kiwa duka la kufanya nini. Kisha jaribu kufanya istiqra, ni mshahara gani hupata wale. Hupata ni 3,000, ni 4,000, ni hapo. Kisha itukue hii kofia ya kutia zito hii. Kwa waulize hawa wanafundi waifanya kazi hii. Ikiwa mtu mkono wake ni mpesi, aweza. Nilikuwa na baadhi ya wanafundi hapa wako Zanzibar, alikishona kofia kwa wiki moja, kofia moja wiki moja, ambao kwa mwezi aweza kufungia kofia 4, fanya 3. Kofia 3 katika kila kofia ana faida ya senti ngapi? Karibu shilingi 2,000. Akishona kofia 3 ni shilingi 6,000 kwa mwezi. Na angalia katika uzuri wa kuishona ile kofia, yaweza kutanganya na majukumu mengi ambayo wako nayo mwanamke, yasigongane, ambayo tutakuja kuyaeleza leo kesho. Mwanamke akifanya kazi kuongeza mama, mwanamke akifanya kazi kuongeza kama mke. Sasa tunamzungumza mwanamke kama mwanamke tu. Lakini sisi hatuendi kiuchumi, sisi huenda kiupambe. Kwa sababu gani? Kwa sababu pale dukani kuna DVD, pale dukani kuna tepu sampuli hini na maspika. Sasa kinachompeka pale zaidi si mshahara. Kinachompeka pale zaidi ni vipi atatoka asubuhi, aoge, avae hijabu yake, afunge ninja yake, akiingia pale ameubadilisha kaseti hii, akibadilisha kaseti hii, na pengine huja mpaka akatasawar kwamba zile tepu zote zilizoko pale dukani ni zake. Bas, kwa raha hii. Haya mambo mkiyafuata, muyafuatilieni vizuri sana, ni matatizo yataka kutatuliwa kwenye jamii. Leo waweza kumkuta kijana amemaliza form 4, akwambia hakuna kazi. Wamwambia nenda college ya walimu, akwambia mimi siwezi kupata kazi ya walimu. Kazi ya walimu leo iko pesa ngapi mshahara wake? Watu wafuatilie P1 ni mshahara wake ni ngapi. Kisha kijana yule aliyokataa kwenda college, kukataa kuwa mwalimu, ukeze dukani ulipo shilingi 3,000. Na pale dukani ya ketiziepo, kwa kadiri ya ule mwenye duka hayaamua kulifunga lile duka kwamba biashara zitakwenda bahazendi. Hizi ni hisabu ambazo kwamba zinataka zipite. Kwa hivyo wakati tunapozungumza mwanamke kufanya kazi, mimi naamini kutoka miaka ya nyuma mwanamke wa Kiamu alikuwa akifanya kazi, na hakuna kipindi kimepita Amu mwanamke hakufanya kazi. Kwa hivyo ni mjadala wa makosa kuuleta kwamba leo wanawake wafanya kazi. La, wanawake wafanya kazi kutoka mama zetu mpaka manyanya zetu mpaka ukirudi nyuma, wanawake wote wakifanya kazi kwenye jamii. Na lau ilikuwa wanawake hawafanyi kazi, basi sisi hatungeweza kuyewa, wala hunumui haungeweza kuwa, kwa sababu ilikuwa hakuna uchumi kwa wanaume wa kuweza kuendesha familia. Lakini tutaka tu kujua ni kazi gani haifanya kuwa. Naam, mwanamke alikuwa akifanya kazi, lakini alikuwa hajatoka kwenda ofisini. Ilikuwa akifanya kazi, hajatoka kuwa kama mwalimu. Ilikuwa akifanya kazi, hajawa na kazi za kwenda dukani kusanya duka. Lakini mwanamke alikuwa akifanya kazi akizanya chapati. Mwanamke alikuwa akifanya kazi akitengeza mahamra, akitengeza bajia, akisokota kalafati, akitia zito kofia. Ndivyo wanawake wote walipokuwa majumbani.
Kwa hivyo tukizungumza kazi, tuizungumze kazi kwa mafhumu pana, si kazi kwa akili finyo ambazo zaweza kuifunga kwenye ndia fulani. Kwa hivyo Uislamu licha kuwa haumkatazi mwanamke kufanya kazi kama mwanamke, bali wasisitiza kwa min ajili ya kubuni uchumi na jamii yenye uwezo kiuchumi, hauwezi kutembea bila ya kusisitiza mkono wa mwanamke ufanye kazi. Naam, mwanamke kama mke sasa ameolewa, mwanamke kama mama amezozaa, Uislamu haumkatazi kufanya kazi. Hakuna hukumu ilzami, narudi pale kwenye zigawanyo za hukumu. Hakuna hukumu ya lazima kumharamishia mwanamke kufanya kazi, awe ni mama awe ni mke. Lakini Uislamu wapendekeza, watoa mapendekezo, wapendekeza kwa mwanamke awe ataiangalia nyumba yake, atawalea watoto, wakati ikiwa kazi atakayokuitukua itagongana na jukumu lake kama mama, ama itagongana na jukumu lake kama mke, wamwambia atague huku asitague huku. Ikiwa itagongana, na narudia, kuna kazi zaweza kufanywa ndani ya nyumba zisigongane na mwanamke kama mama, na wala zisigongane na mwanamke kama mke, kwa sababu ya malezi. Na napenda ifahamike, na maneno haya nimewahi kuyazungumza miaka ya nyuma wakati nilipokuwa nafasiri wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla, wakati kwa tuzungumza haki za mwanamke. Uislamu haujamlazimisha mwanamke kuendeleza kazi za nyumbani, hakuna hukumu hiyo kama lazima. Ile leo ndio itatukuliwa ni sababu ya kumfanya mwanamke asiende kazini. Uislamu wampa mume uwezo huu, wamwambia mwanamke akiwa atataka kufanya jambo lolote, na ndipo hapa amekatazwa kufunga mpaka sunna isipokuwa kwa idhini ya mumewe, na ndipo hapa mwanamke amekatazwa kutoka nyumbani isipokuwa kwa idhini ya mumewe. Wakati ikiwa kutoka kwake nyumbani mwanamke, wakati ikiwa kufanya kwake nyumbani, kufanya kazi kwake mwanamke nde kutagongana na haki za mume, kutagongana na haki za mume, hapo kutakuwa kuna tatizo. Si kwa sababu kazi ni haramu kwake, ni kwa sababu kutunga haki ya mume ni nini? Ni lazima. Na haki za mume nimezieleza mimi. Moja ni haki ya starehe. Kwa hivyo ikiwa itagongana hapo, ndipo itaweza kumziwilia mwanamke asitoke ndani. Lakini si kwa sababu ya kupika ndio kwa mfanya akataliwe kutoka ndani ya nyumba, wala si kwa sababu ya kufua, wala si kwa sababu ya kuosha nyumba, wala hizi zote ni zitu Uislamu wazipendekeza kwa mwanamke, na umeweka thawabu kubwa kwa mwanamke mwenye kufanya zitu hizi. Mwanamke ambaye atatukua majukumu ya nyumbani, rabbatul bait wawaita, kwa maana kupika, kufua, kunini, ambazo ndio zitu sera za Waislamu zimeenda hivyo, mpaka zimekuja kufahamika kama hizi zitu ni lazima, kwa sababu ya thawabu nyingi zilizopo na malezi yalikuwa yakiwalelea Waislamu kwa zitu hizi vizuri. Jamii zote za Kiislamu, si hapa tu, hata Arabuni, hata wapi, ishaleleka, imefahamika kwamba jukumu la mwanamke akiolewa ndio kufanya nini? Ndio kupika, ndio kufua. Na kwa nini ileleke hivi? Narudia, ni kwa sababu ya hadithi nyingi zilizoko zinaomsifu mwanamke mwenye kufanya mambo haya, na zinazoweka thawabu nyingi kwa mwanamke ambaye ataweza kufanya mambo haya. Kwa hivyo napenda nifahamike wakati nikinena hakuna ulazima huu. Sitaki kufanya kampeni wala kupiga debe kuondosha sera ambazo zina mizizi ya kihistoria na zina misingi ya kihadithi na misingi ya thawabu mikubwa. Ni zitu za fazi shajishwe,
na ziunge mkono, lakini wakati tukizungumza Uislamu tuwajibika kuziweka kila kitu mahala pake. La lazima lipi, la sunna lipi, kisha tukinena hili la sunna hatuneni liwape liendelee. Mathalan leo angalia sera zinazofanywa katika mwezi wa Ramadhani. Mambo mingi sunna tunayoyafanya katika mwezi wa Ramadhani, lakini ni sera ambazo zimekita katika historia na zafaa zishajishwe na zitiliwe nguvu, lakini tunafaa tu tuwaambie watu kwamba haya sunna si lazima, na hili ni lazima si sunna. Ni wajibu wetu kufahamisha, sio kwamba tufanye kama wale kikundi fulani cha maswahaba, au si maswahaba, ni katika tabiina. Kuna kipindi kulipoanda kama matatizo tunaonayo leo kuingia hizi elimu za kizungu, ndio kwamba elimu za kizungu zimeanza kuingia katika ulimwengu wa Kiislamu. Matatizo haya yalikuweko katika karne ya pili ya Uislamu, kulipoanda zile futuhat za Kiislamu wakati wa khulafa. Waislamu wakaenda wakaingia mpaka Irani, wakaingia mpaka Rum na Yunani. Kule walipokwenda walikuwa kudirika watu wengine wana elimu, hawana dini tu. Kama Wairani walikuwa watu wana elimu, wako mbali, hawana dini, huabudu moto. Kwa hivyo Waislamu wakazitunda zile elimu zilizoko kule, kama ni pia na wao philosophy nini, wakazitunda wakazileta huko ulimwengu wa Kiislamu. Ndio zikaja hizi kina logic na nini. Hizi elimu zilipokuja huku, kama ile fujo lilotokea hapa ilipokuja skuli, ndio lilotokea kule. Kawa kuna watu haramisha, watu unga mkono, wengine sijui nini, wakawa sisi taka Qur'ani, tutaka hiyo. Sasa kuna kikundi cha jamaa wakaketi wakanena watu sasa hiyo wamekuwa kila inuki yao hataki tena kusoma Qur'ani. Wakati ule ilikuwa ukiwa filosofu wewe ndio ni mtu una thamani katika jamii. Ndio ukiwa shekhe huwa ni mtu una thamani. Kama leo namna tunavyokwenda, huwa hana thamani. Sasa wakataka kufanya kampeni ya kurudisha hizi elimu za dini ziwe katika nini? Zirudishwe thamani. Wakaketi wakatunga hadithi. Wakatunga hadithi za urongo yani. Wakanena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha kadha, mwenye kuhifadhi qul huwallahu utapata baraka ya peponi. Sio mwenye kufadhia, wakazitupa zile hadithi katika jamii. Wakaambiwa nyinyi vipi? Mbona humzulia mtumi urongo? Hamuyui kwamba man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kwamba mtume amenena mwenye kunizulia urongo mimi kwa kusudi ajiandalie makao yake motoni. Ule mwaka akajitetea akamwambia la, sisi hatujakhalifu hadithi, nahnu lam nakdhib alayhi wa inma kadhabna lahu. Sisi hatukumzulia urongo wa kumdhuru mtume, sisi tumemzulia urongo wa maslaha yake. Yani tuko kwenye kumtetea haya amezokuya nayo watu haya. Qur'ani jamaa huikimbia hii. Kwa hivyo sisi twampigia debe yeye urongo wetu. Na hadithi imenena man kadhaba alayya, haikunena man kadhaba li. Kwa hivyo nahnu la nakdhibu alayhi, nahnu nakdhibu lahu, yani li maslahatihi. Sineni tuingie kwenye mambo haya kwamba tutake kuyajenga mambo ya sunna mpaka tuyaweke tuyazulie. Hili ni fikra ya makosa. Sunna ni sunna na yafaa ielezwe ni sunna na si lazima. Na wanawake tuwasisitiza ni zitu zizuri waendelee kuzifanya. Kwa hivyo ndugu zangu, masala ya mwanamke kama mama ama kama mke kufanya kazi ni masala huwezi kutoa hukumu kwa jumla. Hapa ndipo nitakapokufika. Ni masala yaweza kutofautiana baina ya mume huyu na mke huyu na mume huyu na mke huyu. Ni masala yaweza kutofautiana baina ya famili hii na famili hii. Ni masala yaweza kutofautiana baina ya dhurufi anazoishi mke huyu na mume na baina ya dhurufi anazoishi mke huyu na mume. Ni masala ambayo huwezi kutoa kanuni am kwa watu wote wakaifuata, ni hatari. Kwa sababu ndani kuna ijabiyat, kuna mambo mazuri, na ndani kuna salbiyat, na lazima zipigwe zote. Na ni lazima mume na mke ambao wameamua wafanye kazi, mume na mke wawe wamekaa, wamejadiliana, wameweza kupanga, tena hususa kukiwa kuna na matunda ya ziada. Masala ikiwa ni mke na mume, mwanamume aweza kusacrifice. Mwanamume mwenyewe aweza kumwambia mwanamke nenda kafanye kazi,
na mimi haki zangu tavumilia. Na hakuna madhara kwa mwanamume, bila shaka haki zake kuvumilia ni kitu kidogo, kwa sababu hatakwenda kuguria kule kazini, lakini bila shaka kutakuwa kuna athari fulani. Lakini mwanamume tumwangalia ni mume ashayewa, ashaleleka, ashaelewa zuri na lema, hahitaji, hamfuati mke kama akikosa atakuwa atapotea kwa kiasi hiko. Lakini vijana, ikiwa kumezaliwa katika nyumba, wataka utafiti na mazungumzo vizuri sana. Na badali zote zimezozuliwa ulimwenguni zimethibitisha kufeli. Badali zote zimezojaribu kuwekwa ili mwanamke ende kazini kama kuweka badali ya mama, zote zimefeli. Masuala ya watumishi na mayaya, nafikiri kiwa mafuatia ni hapa Kenya, ni ulimwenguni, mara nyingi utasikia ziswa zinazotokea, na yanaotokea machache kuliko tusioyajua. Yani tuyasikiao mengi, tuyasikiao mkatiti kuliko tusioyajua. Athari ni mbaya sana. Mbali na matatizo, athari zinazotoa ni athari za kumdhulumu kijana, kumnyanyasa. Mbali kuna athari ambazo watu hawazitia akilini, za kimaadili, za ikhtilafu za kidini, ikhtilafu za kimila. Ukamweka yaya mahala pa mama, kumuyui ni mifumo gani atakao kumuyelea ule kijana, ni mafundisho gani atakayo kumpa, ametrainiwa kiasi gani kufanya kazi ile, na je aweza kuwa badali ya mama? Haya yamethibitisha matatizo. Nasari haiwi badali ya mama. Nasari kwa hii mafuhumu ya yeo imezowekwa mpaka sijui play group na nini, au kwa kijana cha miaka 2. Hizi si kwa sababu ya education wala elimu, wala kwa tupenda elimu sana. Hizi zote twakimbia matatizo ya ulezi ndani ya majumba, na matatizo yamezozushwa na kubadilika kwa system za kimaisha. Ndiyo tumekuya kuonesha kwa ila kwa nadharia ya Kiislamu hakuna kijana kusomeshwa kwa miaka 2 wala miaka 3, hata pengine miaka 4, ambao minal asaf leo sitaki kutoka kwenye mada. Ukiangalia curriculum za nasari zimebadilika, zimekuwa ni taalimi, si kuteza tena. Na ukiangalia syllabus anasomeshwa vijana nasari tofauti na standard 1 na standard 2 na mambo mengine. Hii katika makosa ya education yanayofanyika leo, ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, wateni vijana zenu wateze miaka 7, wafundisheni adabu miaka 7, waelimisheni miaka 7. Miaka 21 Mtume ameigawanya ala kulli hali. Kwa hivyo nasari, mayaya, sijui nini, zote hizi zimeshindwa kupambana na tatizo hili na kuweka badala ya mama, kwa sababu malezi si kuingiza maalumati kwenye kichwa, si kujaza information kwamba A for apple, B for ball, sijui nini, kwamba wewe ukaona ushafaulu kwenye malezi. La, malezi kuna kumeza maadili mema. Kuna akhlaqi zikifeli kumezwa katika umri ule, kwisha. Hapa si hatutia kilini. Kuna akhlaqi fulani za kijana atakaatiwe kwenye akili yake kabla ya kunena wala kuimbishwa wala nini. Zile zikifeli kuingia katika umri wa mapema, inshallah nawe profesa kesho, ndipo pale utakuja kumuona ana matatizo, hana tofauti na muhuni wa barabarani, pamoja na elimu yote alionayo, kwa sababu amekosa misingi. Leo sisi katika jamii zetu za Kiswahili tutakuta tuna tabia ambazo watu hutustaajabia. Hakuna zuo zimetusomesha jamani. Kwa leo huenda zikitendea. Ukiangalia katika kushikana kwetu, katika kufuatia mambo yetu, pengine hao watu wasokuwa sisi wakituona hustaajabu katika mambo mengine. Zimetoka wapi zitu hizi? Tulikwenda shule tukafundishwa zitu hizi? Ni yale malezi tunayokuwa tukifungua macho tukiyaona kwa wazee wetu ndani ya majumba. Wakati wewe ulipokuwa ukiewa nyumbani, ukiona kwamba rafiki yako ama kijana cha jirani akiingia ndani ya nyumba, sinia ile utakaokula wewe ndio atakaokula yeye, mtatia mkono mmoja.
adhuhuri imewangilia hapa, mtatia mkono mmoja. Zile ndio zilikuwa zikitujenga sisi maadili ya kitu ukarimu, maadili ya kitu kujali ndaya mwenzako. Lakini leo wakati unapompeka kijana nasari na akawa umempakia kwenye begi lake, na hutaki katika lile begi lake agusiwe na kijana mwingine, na iwe mzazi atakuya nasari ama skuli kufanya fujo, wakati kijana kichakula cha mwane kimeliwa na kijana mwingine, wewe fikiria ni maadili gani wameza kwa huyo kijana kesho, ambao wataka awe na sifa ya kujitolea na kuwapa wenzake, au kula pamoja na nani, na wenzake anachokipata. Wamuyea katika changu simandia ya huyu nani Orengo, wamuyea katika fikra ya changu nchangu na chako nchako. Na ndio generation tunainukia leo. Hakuna atakayekujua matatizo ya mwenzake, kila mmoja atakakujua mimi changu ni kipi, kwa sababu zile fikra za kutanganya mikono, fikra za kuingiliana na nini, ambazo ni malezi sisi tulikuwa hatuyaoni. Tukiona pengine ni kitu na nini, yale twakosa misingile. Mtoto atolewa ndani ya nyumba, akosa kuona mila na desturi ndani ya nyumba zinapokwenda zikapita. Kijana huyu amepotea kutoka mdogo, na pengine akianza kuanza primary atolewa sukumwe boarding, akimaliza boarding atolewa ina boarding secondary, akimaliza boarding secondary atolewa apelekwa college ama apelekwa university. Akija shakamilika na miaka 25 26, yako wapi maadili ya kimalezi? Inshallah narudi begi la certificate, ziko wapi zile mila? Amezipokea wapi? Amezipokea kwenye mikono ya kina nani? Ndio hapa narudia, nasema mke kama mama kuna haja sana ya kuangalia katika masala ya kufanya kazi na kuangalia. Naam, ikiwa kutakuwa kuna ndio maisha yao, sidhani kama yako mambo haya tena. Pia kuna shangazi, kuna mamake, kuna nini, ambao mazingira ya malezi yatabaki katika fremu ya wapi, ya nyumbani. Atayewa na nyanyake, atayewa na shangazi yake, atayewa na khalati yake, hayambo. Siwezi kunena pia khalati atakuwa ni badali ya mama 100%, lakini kuyewa na yaya ama kutolewa kijana kama ulimwengu wa yu umezoendelea kupekwa katika zituo za kuyewa, haya matatizo. Kwa hivyo ni masala yatakaposomwa, na pia yatakayasomwa kiuchumi, hali ya kiuchumi ya mume, hali ya kiuchumi ya mwanamke. Kisha na mwanamke apime. Mambo marefu nimewaambia haya, nitasamea kuirefusha hilo. Mwanamke ataka apime kati ya pato atakalokulipata akifanya kazi na matumizi atakayokuyatumia kwa sababu yeye hako nyumbani. Yeye atakahesabu nzuri sana. Mwanamke kama mke na mama ndani ya nyumba aweza kutoka kwenda kufanya kazi nje, pengine kwa mshahara wa shilingi 10,000 mathalan, yakaona 10,000 ni uchumi mzuri. Kisha huku nyumbani ukawa kumeajirishwa nani? Yaya ule pengine kulipwa kwake na kulishwa kwake, maana naye atakuwa kula pale pale, ukishtuka mwisho wa mwezi ni gharama shilingi 5,000 6,000 zimekwenda katika hizo 10 alotoka yeye akaweka badali. Mwanamke akaenda kazini, katika kuvaa kwake mtafauti na mwanamke ambaye asiyefanya kazi. Mahitaji ya mavazi, mahitaji ya nini. Kwa hivyo ikiwa kwenda kazini kwake gharama zitakazokuongezeka zote zitakuja kuimaliza ile 10,000 na pengine ziongeze na 11 na 12, kazi haina natija katika ile nyumba. Fil muqabil, yani kwa ni kukosa kusoma tu, itakuwa nguteka mai kwenye birika kwa kitasi ukitia kwenye birika mbovu. Ni maana yeye huenda akipasuka moyo nje, akirudi shilingi 10,000 akiawanya kitunda 6 akimpa mtu yaya, kitunda 4 akaenda kuangalia maraini ziatu lazima zibadilishwe, za kwenda kazini, maraini kibegi lazima kibadilishwe, na mitandrio nimeanza kutakaa kazini, ataka kuna sharti atoke na vazi la nini, akiangalia zile 10,000 zote hakuna, na hasara kwa yu hana nafasi ya kuyea vijana zake, hana nafasi kuketi kwa mke wake kwa makini. Mambo pia yatakayasomwe vizuri sana ikiwa tutakwenda kwa zipimo za kiuchumi.
Kwa ufupi narudi kufupisha. Ikiwa mwanamume ataridhika mkewe afanye kazi kwa maana ya haki ya kutoka ambayo haigongani na haki yake ya mume, na ikiwa mwanamke ataisoma kazi yake haina athari mbaya kwa nyumba yake na vijana zake, hakuna maana kwa Uislamu mwanamke kufanya kazi. Vile vile Uislamu umempa haki mwanamke ya kumnyima mwanamume haki ya kumnyima yeye kufanya kazi. Uislamu umempa mwanamke haki ya kuweza kuivunda haki ya mwanamume ya kumkataza yeye kufanya kazi. Kivipi? Kabla hawayaoana wako kwenye kuelewana, mwanamke ana haki ya kumwambia mwanamume aliyokuwa kumtaka kwamba wewe umekuja kunitaka kunioa, mimi niko kazini kama kufanya kazi, au mimi niko masomoni nimemaliza na natafuta kazi siyapata, lakini nini yangu nitafanya kazi, wewe ukiwa utanioa unioe kwa sharti hii. Mwanamume akikubali ikapita sharti, hawezi tena kumkataza kufanya kazi baada ya kumuoa. Kwa hivyo haya huwa ni mambo yatakayozungumzwa katika zile sharti kabla ya kuoana baina ya mume na mke, na ziko sharti nyingi ambazo mwanamke akijua fiqhi yake na sheria yake aweza kujilinda, hata talaka. Sasa leo katika mjadala mkubwa watu unena mwanamke hawezi kuwata kwenye Uislamu. Uislamu umempa haki ya talaka mwanamume peke yake. Naam, bila shaka, wala ukweli wa mambo umethibitisha kwamba talaka kama ilikuwa kwa mwanamke kungalikuwa hali taabani, umefahamiana. Lakini pia mwanamke ako na uwezo na fiqhi ya kubaliana akijua kwenda nayo fiqhi ya Kiislamu wa kuimiliki talaka mkononi mwake, lakini ni aweke sharti kabla hajaolewa. Kama vile alivyoweka sharti ya kufanya kazi, aweza kumwambia mwanamume ukitaka kunioa nimekubali unioe, lakini kwa sharti talaka iwe kwa mkononi mwangu, isiwe kwa mkononi mwako. Akikubali, ikipita sharti imepita, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia almu'minuna ala shurutihim, Waislamu kwenye sharti zao. Wa kullu shartin, hadithi nyingine ya Mtume, sharti yoyote inayotajwa kwenye muamala ni nafidh illa ma ahalla haraman au harrama halalan, isipokuwa sharti ambayo itahalalisha haramu ama itaharamisha halali, haipiti sharti hiyo. Talan, hawezi kupitisha sharti mwanakwambia mimi nitaka sharti kinioa tembea bila ya shuga, sharti yangu ni hii, bila ya hijab. La, hijab ni wajib. Vipi wataka kuhalalisha kitu ambacho kwamba ni wajib? Nitaka unwe tembo, ni haram, lakini talaka haiko kwenye haram na halal. Halal nitoke hapa iende hapa, lakini hizi kama nilivyonena ni zitu zataka kuielewa sharia na kuitumia. Kwa hivyo masala ya mwanamke kufanya kazi ni masala hatari, muhimu kiasi hiko, yahitaji kuangaliwa vizuri, na ni kazi gani atafanya na ni sampuli gani na vipi. Misho fi natija, mato ya baba na mama wote wawili yaweko kwa vijana, na mustakbali wale vijana watakapokufika ni wapi kwa malengo ya tarbia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo pia tutakuwa na kesha, leo tarehe 20 kwamba kesho 21 tutakuwa na kikao cha dua hapa insha Allah Taala. Kama kawaida tutaanza saa 4 mpaka kitu saa 7 au saa 7:15, saa 7:30. Vile vile siku hizi ni siku ambazo muhimu sana kwa watu, ingawa sisi kila tukisonga karibu na ukiangalia yuzi kulikuwa na mashindano ya Olympic
kawaida wale wanaongea kwenye zile mbio, hususan kwenye zile mbio ndefu 100 mita kutoka kwa kasi hiyo hiyo kamaliza kwa kasi hiyo hiyo. Wale wanaongea kwenye mbio ndefu huwa wakianda sivyo wanapomaliza. Kila wakikurubia raundi ya mwisho utaona huongezwa nini? Huongezwa kasi. Watu huongeza mbio. Useme hadi ile ya mwisho. Na sisi sasa yao katika mwezi wa Ramadhani kila tukisonga mbele ndio twaenda zaidi katika masaa matakatifu zaidi na masiku matakatifu zaidi. Lakini la kushangaza ni kwamba sisi kutoka kwa kasi mwisho tukapunguza mbio, na toka kwa kasi mwanzo akapunguza mbio mwisho, huwa nani katika natija ya mashindano? Huwa ameshindwa. Ni kitu cha kusikitisha. Naam, naamini kuna sababu nyingi zinazotufanya sababu hii. Mwili umeanza kuchoka, saumu imeanza kutungia viungoni. Lakini nataka tuelewane, kila saumu ikianza kuingia kwenye mwili, jua sasa ruhu imeanza kufanya kazi. Kwa sababu kuna alaqatu tadadid baina aljasadi wa ruh. Kuna migongano kati ya mwili, mahitaji ya ruhu na mahitaji ya mwili mara nyingi yagongana. Kwa hiyo kila kiwiliwili kikianza kuwa taabani, ndio ruhu ya mwanadamu yawa tayari kula na yawa tayari kunenepa na kupata nguvu. Hii atakaelewa. Kitu cha pili, matatizo ya kiuchumi. Bila shaka sasa yao kila mmoja akili yake sasa yao imeekelea Idi na nguo za vijana na majumba na nini na mambo tuyaona sote, na hali za watu za kiuchumi ni hali sampuli hii. Lakini pia namna tutakao kuipanga kuisherehekea Idi, inama al-Eid kama anavyotuambia Imam Ali alayhi salam, na ndio siku yake alouawa hizi, inama al-Eid liman taqabbala Allahu siyamahu wa qiyamahu. Anaostahiki kuisherehekea Idi si alopata uwezo wa kununua nguo, wala alokuwa na nguo nzuri zaidi siku ya Idi, wala alotanganya nguo za vijana ni nzuri, lakini ni ule ambaye ana hakika kwamba Mwenyezi Mungu amemtakabalia saumu yake na kiamu chake. Yaani Ramadhani imefanya kazi. Ndio sisi Idi twasherehekea kwamba tumejenga nafsi zetu. Lakini ikiwa kwa karibu na mwisho sisi tutashindwa, itakuwa hata Idi hatufai kusherehekea. Ni kutanabahishana na kutiana moyo, tusirudini nyuma, tukijani katika ibada na katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.